Yeremia sura 17. Mambo karibu sana. Sema roho mzuri kushikilia. Lazima kuachie. Kwa maisha. Sema lazima kuachie. Yeremia sura 17 ule mstari wa 5. Yeremia 17 mstari wa 5. Yeremia mlango wa 17 mstari wa 5. Ndio. Bwana asema hivi. Alilaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu. Amfanyie mwanadamu kwa kila yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amelaniwa mtu yule anayetegemea nani? Sema mwanadamu. Anayetegemea akili zake. Anayetegemea mawazo yake. Amesema amelaniwa. Muulize unapotegemea nini? Ili uishi. Wapo unategemea Mungu. Wewe unamtegemea unamtumikia. Muulize unamtumikia vipi? Unategemea leo kifungiwa riziki kiunoni, hiyo riziki ilikuwa masharti yake, lazima uhakikishe unafanya jinsi unavyotakiwa ili riziki. Wewe usipe mkono unashangaa wala tunampa mkono anafanya. Wao walishakuwa kiganja na unampa mkono anakupa hivi. Ulishampa mkono anakupa hivi. Masharti wanatumikia Mungu yao. Je, wewe unamtumikia vipi? Na ndio maana tuone haya mchawi inawazuia watu wasimtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema amelaaniwa. Tuendelee kwa mtumishi wa Mungu. Sura 6. Maana atakuwa kama fukara. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Ataona atakapotokea nini. Bali atakaja katika jangwani palipo kame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Katika nchi ya chumvi atakuwa kama fukara. Muambie mzako ukikumikia Mungu utakuwa kama fukara nyikani. Mkazie mwambie wewe usipomtumikia Mungu utakuwa kama fukara nyikani. Fukara kuelimika, hata una mema, hata una baraka, hata una amani. Kwa nini? Amekaa nyikani. Kwa sababu anajua nyika ilivyo. Hakuna kitu kitajali pale. Hamna maisha. Hata mifugo wako isiweka pale kwa sababu ni nyika. Na watu wengi kwa sababu ya mambo ya giza, mambo ya ushirikina yamewakausha. Kwa sababu pengine familia nyingi zinatumikia uchawi. Unashangaa wewe leo unapambana kutafuta njia hauoni. Kwenye ndoa na ulesu umetaku yale marozi na dai kwamba huyu babu yake labda alishaua mchungaji. Tulishapa kwamba hatakuwa na maisha ya amani. Ona vile mzee za kwanza pia kitu chaona kupenda kubariki. Ndivyo ilivyokuwa laana naye inaambatana. Mshangazi yake hakuwa ameolewa au alikuwa amezaa hivi. Kwa inakuwa ni chain. Sema Bwana Yesu. Ibada ya giza. Tunaifanya miaka hiyo. Bwana Yesu. Na ibada ya Yesu. Na ibada ya Yesu. Na ibada ya Yesu. Ndivyo ilivyo. Roza polisi amesema kwamba atakuwa kama fukara nyikani. Kwa leo watu wanatembea jangwani. Mtoto anasoma inafika mahali anaacha vipi, amekataa shule kuishi. Inafika mahali atelekeza familia maana. Inafika mahali kukawa mambo yanatokea. Ashukuru Mungu unayeamua Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Unayeamua nini? Na ndio maana ukiamua omba. Ukiamua nilie, be seriously with your God. Wao wanafunga milango wanapokusikia. Wao wameshika fedha hizi na washaka. Utakapoishia hapo. Wanaenda wapi? Kwenye barasa. Sisi wa Kristo bado tunauawa, tunapigwa, tunafanya kila kitu. Kwa sababu wanajua hawa wako ndio ibada hawapo. Na sio sisi hapa hivi. Ni sisi hizi. Waabudu sanamu,
wanaabudu jua, wanaabudu nyoka, wanaabudu watu kama shahidi siku makame. Hakuna njia. Haswa Afrika ushirikina. Ushirikina ndio unaotumaliza. Sema Bwana Yesu. Roho ya kuabudu Mungu. Kanyaga ni Mungu. Sema ndio wewe. Ikiwa nifunga. Sema ninafunguka. Sema ninafunguka. Sema ninafunguka. Sema ninafunguka. Wako pale hapa. Kwenye maisha. Kama tubana tunasoma vizuri habari za Baraki na Balaamu. Bila kabila ni fulani na kuna watu wanatumwa fulani. Kwamba huyu dada ndio ni mzuri, lakini huyu baba ndio ni mzuri, lakini amesio na mke wake, lakini hajaolewa, lakini hajazaa. Hizo lakini tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Sema ninazifuta. Roho lakini kwenye maisha yangu, roho lakini amesoma ndio, lakini amerisi ugonjwa kwa babu yake, ana ukimwi kwa nini? Yote hiyo ni miungu inayotembea na sisi. Anafanya kazi ya kujikuu, lakini ndoa yake hizo kama mahakamani imeshakuja. Wanatembea na sisi. Ule ufalme waagiza kutumonita kuhakikisha atuweke mbele. Sema yoyote yule anayehakikisha mimi mbele. Naenda kwa jina la Yesu. Naenda kwa jina la Yesu. Amelaaniwa. Kwa laana ashukuru Mungu. Anatusaidia tuone neema, tunaomba. Na kuna watu baada ya kuomba wanaanza kuona upendo. Baada ya kuomba wanaanza kuona mbele. Lakini watu ambao bibi kijijini kule anaangalia kwamba tunatafanikiwa huyu mtoto. Anaanza kujia msima mjiko bado yenga amejenga wapi. Kwa maana kuna watu hawaishi jengo kwenye ardhi walizaliwa. Na akijenga aishi. Mimi nimeshashuhudia. Anakaa kwa nyumba miezi miwili aliohamia. Amen. Kuna mtu anatamani nianze kujenga, anashindwa, anapambana na ile matini wanaweka mpaka tofali zinakuwa za kijani. Anamwaga mchanga mpaka mchanga majani yanaota juu. Nikitamani kuanza na shindwa, hata kazi anafuza. Ili utembee wapi? Nyika. Sema yote hiyo. Amen, ombea. Nitembee nyikani. Nitembee nyikani. Leo inatoka. Leo inatoka. Sema inatoka. Sema inatoka. Sema inatoka. Nyika lolote. Wanaponiweka. Wanaponiweka. Inatoka. 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 Nyika yoyote. Kwa maana Daudi anasema walinisukuma sasa nifanyaje? Lakini anamsaidia. Amenisukuma sana. Kuna watu wanasukuma watu. Amenisukuma. Lakini Bwana, kama ule Bwana unaye anaweza kusaidia. Tumechukua kwamba wengine wanasema kwamba kuna watu wanaowasaidia. Lakini mimi sina anayenisaidia. Na anayetoa ule Ayubu. Wengine wanaye watu siku ya mateso yao. Je, wewe unaenda ni siku ya mateso yao? Mwambie mzako wewe nani nani? Mwambie wewe unaye nani? Hebu mpigie Bwana makofi na vigelegele. Hebu niseme sauti za wageni. Unaona niambia sikia sauti za wageni. Nani kwa salimia tusikie sauti zao? Ile ilikuwa ni sawa. Kuna mgeni yuko tusikie sauti yako tusalimie. Nyosha tumbo lako. Tusikie sauti yako sio mbaya. Usiogope. Bwana mimi naniangalia hapa kila mahali. Kwa nini unaona mimi sio? Unanicheki na nini? Bwana mpano. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Upendo, nimeokoka na mpenda Yesu. Upendo ameokoka na mpenda Yesu. Pigie Bwana. Unatokea wapi? Natokea Mkono. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Nyingine. Mtu mimi naomba kuingia basi. Neema mgeni kusalimia ile kule ni kabisa.
Tukae. Sema Bwana Yesu. Mpe basi mkono basi ngeni. Kama mtu unamchukia mpe mkono ngeni. Mwambie karibu. Mwambie I love you so much. Mwambie I love you. Nani? Sawa karibu. Mwambie. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Mary Maganga, nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Natokea Mkolombo madukani. Pigie Bwana makofi na kelele. Anaanza wale. Tusikie sauti yako sio mbaya. Usiogope jamani. Sungite na nigogero sungite na basi achana nao. Wanaweza sungite tena. Basi hapo tena maji. Sababu tena maji imeshuka. Sema Bwana Yesu. Mimi ni mwenyeji. Mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mzako mtegemee Bwana. Mtegemee Kristo. Mtegemee aliyokuumba. Ili walimu miungu ya kwenu. Walimu miungu ya kwenu. Unasema kila siku kwenye familia ni ugomvi. Vita. Mpaka mwanaume anasema sikai tena. Mama anasema sikai tena hapa kwenye hivyo bora niondoke sana. Unakuta ni miungu inayoamua maisha ya watu. Miungu inafanyaje? Inaamua maisha ya watu. Inapambana juu chini kwa maisha hivi iwe hivi. Unasema kwamba na karibia nimejua kabisa hizo vizuri na karibia kushika na kuondoka. Na karibia yaani unaisha kwenye dalili za maua. Unajua kuna dalili za majani, maua, alafu inafuata kwa gani? Matunda. Sasa unaisha kwenye dalili za maua, kwenye dalili. Sema Bwana Yesu. Hiyo kamata. Sema pasuka. Hebu pasoma na moja. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, hiyo roho yote inayotumalizia ili kuniharibia. Miungu ya mababu, kizazi cha kwanza, hadi cha nne, kulitokea puto, kwenye makaburi, iwe ni milimani, Baba tunatoka, tunakutambua, kwamba upo, kwa damu ya Yesu. Leo unaona wewe mwanaume ishi naye ambao wao walishasema kwamba huyu kijana atakuoa, anakulisi chao. Watu wameleni ni mzuri. Handsome kama mtume, lakini haruhusiwi kuwa na mke. Imeandikwa ni tarehe zote za Mungu itakuchania masaidi kabisa. Ndio maana kila siku tunagombana. Yaani ni match every day, every time. Shida nini? Roho unaambia toka hapa. Kwa nini unakuta ukifuata ile mambo vipi? Naomba naongea na bibi yangu. Naongea na mtu fulani. Niko na dada fulani. Lakini kimwili ndio hizo mechi sana ndani ya nyumba yetu. Mandami. Sina nani wanakuwa. Nitakutoa macho nitoe. Nini? Familia zinapigana ndani. Sema leo, familia yangu lazima istawi. Haijalishi rangi, haijalishi uzuri, haijalishi akitembea ni kama anarudi. Haijalishi my friends. Familia hizi haziangalii hizo. Kwa hiyo baba anapitia toka nyumbani kama kituo tu kama stage. Kwa nini akai? Sipo roho zinazo kwa maana wajua kwamba asikae hapa. Sema kwa jina la Yesu. Lazima akae. Si sema mpuyo peke. Nitamfanyia nini? Wao wanasema si sawa huyu awe na huyu. Tunamvuta hapa kwenye familia. Unavuta mwanamke mwaka hakuna mtu kwenye familia au mtu au nani, hakuna miungu ya pale nasema hauruhusiwi kuishi kwa mfupi au kuondoka.
Unamkule mnaanza kumwambia baby sweet I love you too. Mkiingia tu na message naanza. Mambo yanaanza. Mnaanza pale. Para ukimila na mkanda. Majirani wanaingia baba fulani mwache. Baba fulani mwache. Miungu inalalamika. Hakutaki mtu. Sema Bwana Yesu. Hebu nipechia. Nipechia sahihi. Na mwangalia shujaa alipambana na mabahari. Na hiyo bahari ambayo ndio kusoma majina yao, na mwangalia Elia na manabii wa bahari. Hiyo kama unafahamu mtaelewa. Alipambana nao. Na utaona kwa nini Mungu aliita njaa. Kumbe tunapoabudu miungu, tunapomwacha Mungu, tunapokaukiwa bila kumuomba yeye na kupambana na vitu vingine, kwetu njaa inatujia. Na utaona kwamba masomo yanazungumza kwa sababu mwacha Mungu aliye hai, mkafuata miungu mingine. Ndio maana mvua tumeitoa kwenye ardhi. Namkali kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura 18. Mwambie mwenzako una miungu gani unayotumikia? Mwambie una miungu gani unayotumikia? Ana miungu gani? Wafalme wa kwanza sura 18. Ndio. Wafalme wa kwanza sura 18. Tutaruka kwa sababu ni misali ndogo mingi, lakini ni masomo ambayo unayatambua ile tutaruka. Alafu zile pointi zile tutazizungumzia zaidi. Wafalme wa kwanza sura 18 kuanzia mstari wa kwanza. Karibu. Amina. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 sura ya kwanza. 18 mstari wa kwanza. Ndio. Ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Na njaa ilikuwa nzito katika nini? Samaria. Njaa ilikuwa nzito, matatizo yalikuwa mazito ndani ya Samaria. Akamwambia neno limekuja kwa ile kwamba nenda kajionyeshe. Maana njaa leo inawezekana magonjwa au matatizo, kutokuwa na furaha iko ndani yako. Akamwambia pale kwenda. Mstari wa 3. Ahabu akamuita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Ndio. Na Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana. Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana. Ule mtako yule Obadia. Wewe ni Obadia. Alikuwa mwenye kumcha Bwana. Ndani ya mtu anayeabudu kwa Ahabu. Lakini nasema naye kwa leo kwa naye kumcha Bwana. Kumbe kumcha Bwana haiangalii marafiki unaotembea nao au wako vipi. Unaweza unafanya nao biashara, lakini usije kule ndani kwao. Wanaweza kuzipa kama ni biashara zao fanya nao, kama ni pesa yao fanya nao, kama ni nini. Mimi hapa nishafanya kazi na ule mganga fulani ameshafariki, amenijenga kampuni yake ya milioni 3. Mwamulani unataka kufahamu? Mimi nishafanya naye face to face hivi. Paka nikaambiwa sasa shetani na Mungu wanafanya biashara. Wanaweza pesa. Haijalishi. Sisi tunataka nao kazi nao. Obadia alikuwa anamcha Bwana kwa Ahazi. Kwa hiyo unasema kwamba mtu mbaya usimile na biashara safi, hapana. Tumia akili, lakini usibali matendo yao ya kumeza. Sawa. Ndio. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipoua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango. Ndio. Akawalisha chakula na kuwapa maji. Ndio. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hawa wanyama wote. Tusipate hasara. Kwa sababu ya wanyama wetu hamna mvua, hamna chochote, kwa sababu ya maasi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ya nini? Ya maasi. Kwa sababu ya miungu ya Baali.
Ndio maana tumesema wiki hii tunapambana na roho ya uchawi. Na tutakamata yale majina tutachoma. Mwambie Bwana Yesu tunavyochoma ya matatizo. Tunavyochoma hizi matatizo. Hebu usiniondoke. Kuna mambo yangu ya siri na shida kuyaacha. Hebu unavyochoma Baba. Hebu ingilia, maana ni miungu. Unajua kuna pepo na mizimu na kuna matatizo. Kuna watu na matatizo yao ni mizizi ya mikuyu. Au useme kwa jina la Yesu mwachie. Hakuna. Yapo matamko yametamkwa juu yake. Anaenda naye. Niliwaambia kwamba kama anavyosema kwamba atakubarikia uingia hapo, atakubarikia utokapo. Kuna watu wanatembea na laana. Aingia hapo na atokapo. Anafanya kazi, anafanya na kila mtu, lakini hakuna anayemdhamini hata mmoja. Why? Laana, miungu. Sema Bwana Yesu. Naomba unitoe huko. Bwana Yesu. Naomba unitoe huko. 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 Roho ya Kaini, ana roho ya Kaini. Anachukiwa na kila mtu. Mimi simtaki huyu mtu. Mimi simpendi huyu mtu. Anajitahidi hata kama Ulaya aende. Ule tena anakataliwa tena bila kule. Mtumishi nimesoma na udada, tumesoma naye kabisa, grade zote zimekaa sawa, lakini mimi nimejaribu hili interview ya 17. Huyo mtu ni interview ya kwanza, lakini amepita mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Matatizo magumu yanahitaji maombi mazito. Haleluya. Sio maombi ya kuacha. Kwa maana ukiamua chuo kuna maombi kwa Jumanne, kwa kichavunya na dela zako, tu ingia hapa. Mlilie Mungu kama yule mwanamke yule ana yule binti family. Akamlilia Mungu, akamuombolezea, akalia. Unamlilia Mungu mwaka Bwana Yesu. Ingilia katika familia yako. Inua hata mtu mmoja. Maana Biblia inasema nani atalitazama siku ya mateso yangu? Watu wanaenda kujuana, wewe nani anakujua? Bwana Yesu asifiwe. Kama hauna Kristo, nani anakujua? Utahukumiwa na nani? Wewe hapo ukisimama, aliye hai atakutetea kwa jina la Yesu. Amen. Wanafanya interview wote. Ndugu zako, niko na Islamu yuko wapi? Mwambie uko wapi? Niko fulani. Hebu kamata interview yako Baba kwa jina la Yesu Kristo. Na unganisha hizi CV na madhabahu ya nuru duniani. Baba ingilia kati. Mpe kazi ndugu yangu. Mpe kazi. Pokea kazi uko lipo. Wewe naye pokea kazi. Pokea kazi. Wewe umekuwa na msimizi. Naweza kusasa na kuona kwamba ni kawaida. Mwambie pokea kazi, akwambia nenda sasa. Amen. Naombeaje? Wangapi wanaombea hapa umezao? Nyosha mkono. Naye mbele. Na unamtamkia utakufa na hiyo pekee, utavunjika huko. Wangapi wanasema hivi? Takufa vibaya wewe. Wewe endelea na wewe hapa. Unamtamkia baraka zako kwa Yesu sana. Yaani hizo ndo baraka. Hivi na ndio hata kile kuomba kazi. Yaani hata mtu akitaka labda atakwenda kumwambia njoo tufanye moja kazi. Hata kuna mtu mshampigia anasema anakuja. Anatembea na matamko. Naomba kinywa chako kiwe cha baraka kwa jina la Yesu. Amen. Kiwe cha nini? Kiwe cha nini? Hata mzako huyo, wewe unamtamkia baraka. Mtamkie baraka. Mtamkie mshindi. Mwambie watu, nimesema kuna mtumishi mmoja anamfuatilia. Anasema kwamba watu wanakaa wanatazamia vitu vizuri kwa watu. Shale Daudi alikwepa. Alitamaniwa kuuawa na Daudi na Sauli, lakini bado Biblia inasema kwamba naye Daudi alitumwa kila endapo na Sauli. Sura 18. Aling'ang'ana, aliendelea mbele, na wanaoendelea ndio washindi. Hata leo mimi hapa na watumishi na wote hapa nimekufokea, nimekufanya nini, bado umeng'ang'ania, hata mimi nitajisifia kwako. Kweli huyu nimempokea, bado nimeng'ang'ania, bado nimempokea. Huyo ndio ukweli kwamba this is man, this. Hata kama mwanaume anasema huyu mwanamke ni naye, naweza nikasafiri nikamwacha nyumbani. Haleluya. So mtu anafanywa tu hivi kama mbwa. Sikubali. Wewe unataka kunang'ang'ana. Ng'ang'ana. Usikubali miungu ikutoe kwenye madhabahu, my friend. Mimi nimekaa zaidi ya miaka 16 chini ya baba leo yake roho. Unajua kama nimelelewa kwa rais, naenda. Nimelala chini sana na tumbo. Nimezungumzwa mengi. Watu wanafahamu watumishi na Emmanuel wote wanajua vitu vyote.
Lakini bado nimesema ninashikilia hapa. Mpaka siku nimetiwa mafuta hivi nikawa kichana mimi. Fanya hivi. Neema fanya. Sema fanya. Mungu amenisaidia. Ameangalia mtume. Amevumilia kuanzia leo na kutia mafuta kwa mtume. Na nikaondoka. Ndio niko hapa sasa. Amen. Hebu mpigie Bwana makofi. Leo nasimama hapa na kumhubiria udada hapa. Nasimama hapa na kumhubiria wewe baba pale. Nasimama hapa na kumhubiria wewe hapo. Kwa sababu nimepikika. Nimefanyaje? Nani anda wewe ndio unapigwa, unasiondoki. Lakini kwa jina la Yesu atakupiga tena. Pigie Bwana makofi na ndelele. Dada mmoja ameuawa sisi mjane baada ya kufa, alipigwa na mume wake baada kauawa. Ndio ile ndugu nilikwambia mwanaume kwa inasema wewe sio kuishi na nani? Na mke. Sema Bwana Yesu. Miungu yoyote inayopambana na mimi kuniharibia maisha yangu na pasua. Lazima niende mbele. Baba, usirudi nyuma. Sisi nini? Hii maneno ni iko mingi. Ukiwa mzungu utasemwa, ukimpikia bila utasemwa, ukimpikia ile miungu naenda kutoka kwenye neema. Usikubali. Watasema mchana. Tuendelee wanapenda gani? Tuendelee tumesoma Mungu. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 19. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu akapeleka watu wa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja na mlima wa Karmeli. Naye Elia akakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana ikiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni. Naye wale watu hawakumjibu neno. Utasita. Mwangalie kama utasita. Paka lini? Elia anauliza Baali, kama Bwana ndiye Mungu mfuateni. Kama ikiwa huyu Mungu tunamtumikia ndiye Mungu mfuateni. Mtasita. Roho ya katikati amekaa hapa, ana wanaume wawili. Sasa huyu mmoja hapa ana kama ile kiasi fulani, huyu mwingine hapa kama anatoka mbaya. Sasa dada vipi kwenye mahusiano? So sana kivile sana. Ana balance. Mungu abalansiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kama mwanaume ni maskini shikamana naye, maana Mungu atamuimarisha. Amen. Kama ni tajiri shikamana naye, maana Mungu atamuimarisha. Elia anamwambia mtasita. Mwambie mwanzo kwa kusita. Kwenye maombi. Hiyo ni Mungu akusita. Unasita. Hivi tafaa kweli? Hivi kweli imani na yumba. Utasita hapana. Kwa straight kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie kuwa hivi. Kuwa hivi. Usikubali kusita. Ngoja nijaribu maombi. Hata unasema mwanaume kama ni mwanamke, ukiona aeleweki, amekaa hapa katikati, umeona mama Mungu ana hela, nataka kama mtume. My friend, kila kitu kinatafutwa. Kila kitu. Tupoe wewe kama wako, mfulie nguo, muogeshe. Anzeni na baisikeli. Na wao wanaweza kubadilika sasa. Sababu tunabadilika. Hebu pigie Bwana makofi na vigelegele. Wao wametoka chini kabisa na wamezao wametoka chini kabisa, kutoka chini. Wao wametoka nao chini. Mtume umelikuta hivyo. Umetoka na chini kabisa. Sasa hebu jipongeze. Nipigie makofi. Kama Baali ndiye Mungu mfuateni. Kama basi ikiwa tunamtumikia ndiye Mungu basi mfuateni. Hebu naombe Mungu anayekuponya, anayekulinda, simama naye.
Haijalishi hauna chakula leo, haijalishi ujinga leo kwamba hayupo. Hapana. Elia anawaambia kama ndiye Mungu. Na huyo Elia amejirisi. Bila kusema mtaona, anakusanya manabii wale 450 ili awatie kiberiti. Anajua anayemtumikia. Pokea hiyo roho ya Elia kwa jina la Yesu Kristo. Sema nakunywa roho ya Elia. Sema nakunywa roho ya Elia. 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 Unaweza roho ya Elia? Mwanamume huyo ana msimamo. Miungu ya kigeni nataka aichume yote. Akasemaje mpendwa? 22. Ndio. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana. Ndio. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, wajichagulie ng'ombe mmoja, wakamkatekate na kumweka juu ya kuni. Wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nani ombeni kwa jina la Mungu wenu. Kwa sauti watu 24. 1 2 3. Nani ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Maneno haya Mungu yule ajibuye kwa nini? Kwa moto. Kama kwa ajibu leo. Mungu ajibu kwa nini? Kwa moto. Kwa yule mchawi anayepambana na watoto wako, anayepambana na kazi yako, anayepambana na amani yako, ulikaribia kupata kidogo ugonjwa. Tunataka tukashushe moto. Tunamwambia Mungu, toa hizo sadaka zote kabisa. Wanakunyima amani, wanakunyima furaha. Akasema na yule Mungu ajibuye kwa moto, huyo ndiye Mungu. Na huyo Mungu ndio Mungu wa madhabahu hapa ya duniani. Mungu ajibuye kwa nini? 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 Na yule Mungu ajibuye kwa moto. Yule Mungu. Watu sasa tulete mashina. Tutawachoma. Na wiki leo watu wasikia habari zao. Wengine wanakuja kusalimia na kuja. Vipi? Wanakuja kama kuoni. Wanakuja tajiri na bado tu. Fire kabisa mkauke. Unawakausha. Mtu anauza vinyanya vyake pale, uivu anamonea. Weka na wanyanya naona zote. Wateja wanapita kule. Vipi? Anakuuza. Mama nyanya mtaje shilingi 5 tena unaonea huyu. Kazi ya wachao kundi mko angamiza watu wa kula nini. Pigie Bwana makofi na kelele. Na tukienda kuomba, tunaweka moto wa zile biashara na kumwambia Mungu aingie kati. Wiki inayoanza uanze kufanya fedha. Usishikishe shilingi 2,000 shilingi 3,000. Ushike fedha na mtaji ufunguke zaidi vingine. Ile Mungu kuachie. Kuna watu wamezuiliwa kuanza. Yaani mawazo yao hayawazi nje ya box. Nje. Mawazo yao ni kwa blocking. Kwamba ni hapa tu usawa wote. Tunataka Mungu akupe mawazo makubwa zaidi. Sema hiyo Bwana Yesu. Mawazo mazuri zaidi. Yakae juu yangu. Kazi nzuri zaidi. Ikae juu yangu. Nataka wanaofanya kazi wanaofanya nini? Kazi. Wanaofanya wasiwe kutegea uchumi. Hata zinataka kusaidiwa. Wewe. Hii hapa sina. Sina. Pedi sina. Mimi chana kutaki. Nataka kupambana. Mungu akupe fedha kwa jina la Yesu Kristo. Sema fire! Sema fire! Tulipe ada na vitu vingine, lakini wewe akili chakula. Hii hapa una balance. Na maana hii hapa tayari. Hii hapa tayari. So hii hapa tayari. Hii hapa ela yake ni ya kwake, ela yangu ni ya kwetu. Sema hiyo laana na ivunja. Sema I pray it. Usinichukie wa mama jamani. Tuje tena hapa. Njooni kwa sababu tunataka mama wafanye kazi. Mama wafanye nini? Wewe kiwango cha pesa cha mwanaume ni kidogo. Kwa tunasaidiana hapo ndani. Mama baba sio ndio kipa hapa. Nataka wanawake wanafanya nini? Na wanafanya kazi za mapenzi, hata upendo wa baba utakuwa ni mkubwa. Baba hawezi manyamani kwa ule pale wao. Karibu malkia wangu. Wao. Akisa kuna niteka ushuru. Sema leo. Sema leo.
Kuna watu wanakufunga upate ufahamu wa kwanza chochote kabisa wanakufunga. Unakuwa unalalamika tu, unalalamika huyu mtu anisaidie, huyu mtu atakuwa nisaidie, huyu mtu atakuwa yeye. Hakuna. Kuna roho hapo kidogo na Kristo, utakuwa ni kitu kidogo tu, itakuwa inakusaidia wewe. Haleluya. Sema sitakuwa omba. Sitakuwa omba. Wangapi ni omba? Sema miungu ya omba. Kanyaga. Miungu ya omba. Sema naikanyaga. Sema nayaweza mambo yote. Katika ya mtihani. Pige Bwana makofi ya vigelegele. Tuendelee kuishi wa Mungu. Mstari wa 25. Ndio. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi. Mkaliitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakatwaa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri. Wakisema, Baali tusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu na madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka. Akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza au ana shughuli au kasafiri au labda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe ilivyo desturi yao, hata damu ikachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeingilia. Lakini hapakuwa na sauti kwa aliyejibu wala aliyeangalia. Miungu ya Baali inajibu. Miungu ya Baali inajibu. Haijibu. Ile miungu tunayotumikia, wazazi wametumikia, ndio imetupa hatimaye tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kwa sababu ya hivyo vizazi huko. Kumwaga damu, kutoa kafara, mambo ya giza ndio imetupa roho sisi tuko hapa. Mungu wa Baali ile ndio yuko hapa. Yaani tunajua tuko hapa. Lakini ndio maana tunasema kwamba tuje tuharibu roho za uchawi. Tupambane na Mungu ya Baali na mashira yote. Ili tukichoma mambo ya giza mbele yetu, Mungu afanye pawepo na nguvu. Amen. Uanze kitu kidogo, Mungu akikuze. Ufanye biashara ndogo, iendelee mbele. Maana leo una uwezo leo kwa laana kama mtu naye ukafanya biashara, lakini kwa jikuta hakuna chochote, hakuna matunda yoyote. Nini? Miungu inapambana na maisha yangu. Sema Bwana Yesu, ile miungu inapambana na nini? Na ipaswa pasua. Turudi Wakorintho 36. Sasa tunakaroa kwa sababu ni mistari mingi, lakini ni vizuri uwe msomaji wa Biblia na ukishika usome yote. Hiyo Wafalme shika soma yote, utapata story nzuri na utaelewa kwamba kuna Mungu aliyekuwa anamtumikia na kuna miungu ya Baali. Wakafanya vile jinsi yeye alifanya na wao wakafanya, na Mungu aliyojibu ndio Mungu aliyotukuza. Kwa hiyo somo mfano maana bachia kipindi soma yote. Ndio tulishahidi 36. Ndio. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, ndio Elia nabii akaikaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, Bwana, unisikie, ili watu hao wajue ya kuwa wewe ni Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Ndipo nini? Ndipo moto wa Bwana. Ndipo nini? Ndipo moto wa Bwana ushuke juu ya maadui zako. Ushuke juu ya wazee wako. Ushuke juu ya magonjwa yako. Ushuke juu ya shida zako. Moto. Ndipo moto wa Bwana
sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, kayarama yale maji yaliyokwama katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Nasema hivi, wanaokuona watamjua Mungu wako, wanaokuchukia watamjua Bwana wako unayemtumikia, anayekutoa Misri, anayeinua uchumi wako. Wanatoa sifa. Watu wote wakaanguka, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Watamkirije Mungu wako kwamba ndiye Mungu anayetukuzwa kwa kukutendea mema? Wayaone majibu kimwili, kiroho simeshaomba sana. Nataka mwilini Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Huyu mtu sema hicho hata msiba wa nyumba, waona sema msiba wa nyumba. Huyu mtu sio amekaa na kuangalia, acha Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba neema yako. Naomba neema yako. Naomba neema yako. Usikubali. Tuombe. Mwambie Bwana, nitendee mema. Watu wangu wasome vizuri. Watoto wangu wasifeli. Watu wangu waendelee mbele. Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Mstari wa 40. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua. Na wewe tunaua maadui zako. Tunaua chawa. Wamama wataka kuua chawa. Usimwache mwanamke mchawi. Usimwache mwanaume mchawi. Usimwache mtoto mchawi. Usimwache na mchawi. Usijiache na wewe kama mchawi. Ndio tu kama mchawi kwa mtu wako. Ndio ndio manyaka yako kila kitu. Sasa ndio kana salia pale kuna nani kama ni mtumishi wa Mungu. Ukijoma pale utajibu kwa jina la Yesu. Sema iwake moto. Sema iwake moto. Nikuulize swali. Manabii wa Baali walishindwa? Na wewe wa Mungu wako atashinda au atashindwa? Atashinda. Simama imara kwa jina la Yesu. Sema simama imara kwa jina la Yesu. Simama imara kwa jina la Yesu Kristo. Tunamalizia Waebrania 12:29. Waebrania 12:29. Tunamalizia kwenye maombi mazito. Na naomba tukaombe. Mwambie mtume amesema tuombe. Chao wanaotualia maisha yetu atuwataka kwa jina la Yesu. Wengine wanaandaa ajali, wanaandaa moto, wanaendelea kutoa tabia mbaya, wao wanakuandalia roho mbaya, wewe kuchukiwa, kusingiziwa. Ni kazi zao zote hizo. Unasemaje? Waebrania 12:29. Ndio. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa sauti tena. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa sauti tena. Maana